Msingi wa pili katika Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala atuambia kupitia kwa ulimi wa Nabiyullah Isa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, wakati Isa anazungumza katika Mahdi akiwa mtoto mchanga, inni abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyyan waj'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakah ma dumtu hayyan wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya. Kutokamana na aya hii tukufu, wanazuoni wakavuta hukumu na faida kutokamana na aya hii ya kwamba anayeshikamana na birrul walidaini, anayesimama katika misingi ya kuwatii wazee wake wawili na kuwapenda wazee wake wawili na kuwasimamia wazee wake wawili mpaka wakawa radhi naye, kuwaheshimu wazee wawili na kuwafanyia wema mpaka siku yao ya mwisho ya Allah azza wa jalla kuwakhtari, wakaondoka duniani wale wazee wawili wakiwa wako radhi na wewe, ikawa umetekeleza birrul walidaini, hiyo ni sababu kubwa ya wewe kutoka katika shaqa. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya, wala kunifanya mimi kuwa ni jabari na muovu, yule ambaye ana mikasa na balaa aina mbalimbali. Sio mimi huyo ambaye Allah aliyenijalia kuwa hivyo. Na mojawapo wa sababu ya kukuepushia hayo ni kushikamana na msingi wa kukaa na wazee wako wawili vizuri, baba na mama. Watii wazee wawili, kuwaheshimu wazee wako wawili, kuwapenda wazee wako wawili, kuwafanyia wema wazee wako wawili, baba na mama, hata wakiwa katika makosa. Katika Uislamu hakuna kosa linalozidi shirki, hakuna. Kosa kubwa kabisa katika Uislamu ni shirki. Lakini katika Qur'ani ni kwamba Muislamu hata babake au mamake akiwa mushrikina, hiyo sio sababu ya wewe kutomfanyia wema. Sasa ni sababu gani nyingine ambayo itakuzuia wewe usimfanyie mzee wako wema? Ikiwa baba mushriki na mama mushrika, lakini bado waambiwa wafanyie wema. Wa in jahadak ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma, lakini wasahibuhuma fi dunya ma'rufan, lakini kaa nao kwa wema katika dunia hii, wafanyie ihsani yao ile ile kama wazazi walivyokuzaa na walivyokulea. Hiyo itakutoa katika shaqa. Na ndio maana si rahisi kumwona kiumbe ambaye ni muovu na mbaya kwa wazazi wake wawili eti ukamwona yupo katika hali nzuri ya maisha. Si rahisi. Alama moja kubwa ya shaqa ya mwanadamu ni kwamba ni muovu kwa wazee wake wawili, ni mbaya kwa wazee wake wawili. Ndio maana utamwona athari yake katika maisha inaonekana, upata tabu, huwa katika dhiki, akitoka kwenye balaa hii aingia kwenye balaa ile, na ndio hivyo maisha yake mpaka kuondoka duniani, kwa sababu haya mawili hayakutani, ya kwamba ukawa na birrul walidain kisha ukapata tabu katika maisha. Si rahisi. Labda kuna makosa mengine umeyatekeleza, ina hisabu yake kando, lakini kwa mujibu wa Qur'ani, aya hii ya Qur'ani ni kwamba mwenye kukaa na wema na vizuri kwa wazee wake na wazee wake wawili yuko mbali na shaqa na kupata tabu.